Lakini kwa experience ndogo nilokuwa nayo ya kuzunguka baadhi ya mikoa katika mambo haya ya medical and dawa caravan, nilipata bahati miaka zamani sana nizunguka na baadhi ya madaktari katika kutembelea baadhi ya mikoa, tuko na msafara ya wataalamu aina mbili, wataalamu nyie madaktari na wataalamu wengine wa dawa, walikuwa wakifanya kazi pamoja. Madaktari wakiangalia wagonjwa na wakiandika maelezo ya msaada wa kuwasaidia wagonjwa, na sisi tunafanya kazi ya kuwalingania wagonjwa katika maeneo ambayo majority ya population ilikuwa ni Wakristo. Najifunza jukumu kubwa ambalo mnalo kama wataalamu wa afya, namna gani nyie mbali na msaada wa kawaida wa kibinadamu ambao mtatoa kwa watoto Waislamu na wasiokuwa Waislamu, lakini kuna jambo kubwa ambalo mtaliipa fahari ya dini ya Uislamu, kwamba na sisi Waislamu jukumu letu ambalo tulilisahau kwa miaka mingi tunarudi tena kufanya kazi kuihudumia jamii. Wenzetu leo hii wamekuwa viongozi katika kada mbalimbali tu kwa sababu moja tu. Waarabu wana msemo sayyidul qawm khadimuhum, mtumishi wa watu ndio kiongozi wao. Ukiwatumikia watu bila shaka watakufanya wewe kiongozi, lakini maadam huwatumikii watu, tutakaa sisi ni watu ambao hatuonekani kama ni partner wa serikali, lakini Wakristo wanaonekana ni partner wa serikali, sisi tunaonekana mzigo wa serikali. Sasa tukapoacha jukumu letu na kila mmoja katika taaluma yake na katika fani yake, basi mizani inageuka na kuwa ni kinyume. Bali ya kuwa ni msaada wa jamii, tunakuwa ni mzigo wa jamii husika. Sasa jukumu kubwa mnalo, na mimi fahari yangu leo kupata kuzungumza na nyie. Uislamu na kujitolea. Tutaanza na facts. Kwa nini kujitolea? Bila shaka hili neno la kisasa zaidi, hata Kiswahili chenye ukisema kujitolea neno la kisasa. Zamani wazee wetu na watu wengi sehemu mbalimbali ulimwenguni Waislamu wakifanya kazi nyingi za kujitolea bila mwenyewe kusema kwamba anajitolea, wala hafikiri kwamba anajitolea, wala hafikiri hata kama ni mzungu Muislamu huyo kwamba anafanya volunteerism. Akifanya tu kwa sababu ni jukumu lake la kiroho na yeye atakuwa masuhuli kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo tu. Lakini leo hii tumekuwa na hizi terminology volunteerism. Ukiangalia facts ya ulimwengu ya volunteerism, na ndio unakuja umuhimu wa jambo hili katika jamii, utaona kwamba ni jambo na mahitaji ya muhimu kwa jamii nzima, mahitaji ya taifa. Jukumu la ndani la mwanadamu na msingi, nguzo muhimu katika kuleta mshikamano wa kijamii katika nchi zilizoendelea. Hata tuzungumzia nchi zilizoendelea kwa sababu ndio wamepiga hatua kubwa sana katika nini, katika mambo ya volunteerism. Sisi terminology inaanza kuja kwetu, lakini tukisema kwamba Tanzania volunteer wanachangia kiasi gani ya GDP ya nchi, hatuwezi kupata pasenti hiyo kwa sababu ni kitu kigeni katika nchi hii. Canada ukiangalia wale volunteers wanawakilisha takriban 95% ya wananchi wa Canada, ambayo wanachangia kiasi cha masaa bilioni 2.1 kwa mwaka. Imagine masaa hayo, calculate katika hali ya kawaida kama ni mtu ambaye analipwa katika kwa mshahara wa full time, je, analipwa kiasi gani? Ni kiasi gani ambao wanachangia? Marekani takriban masaa bilioni 8 kwa mwaka. Australia masaa milioni 5.5 wanajishughulisha na kazi ya volunteer kwa mwaka. Tafiti zingine zinaonyesha kwamba engagement ya volunteer imeongezeka katika mwaka 2000 mpaka 2002 kwa 60%. Norway, moja ya nchi ya Scandinavia, ina volunteer ambao wanachangia 6% ya GDP ya nchi, uchumi wa nchi ya Norway. Volunteer katika South Africa wanafanya kazi katika third sector organization au NPO, non-profit organization au non-profit sector, ni 43% ya wafanyakazi wote.
Katika tafiti na taasisi kubwa maarufu ya tafiti, na nyinyi kama madaktari mnaijua tafiti hii ya John Hopkins inahusiana na civil society. Katika mwaka wa utafiti wa 2011 wanakisia kwamba watu milioni 140 wamefanya kazi ya volunteer katika nchi 37. Kama watu hao milioni 140 ikakisiwa kwamba ni population ya nchi moja, basi ingekuwa ni nchi ya 9 kwa ukubwa ya idadi ya watu ulimwenguni. Na hao wanawakilisha kiasi gani cha masaa ya full time kwa kazi ile kama ingefanywa na mtu mwingine? Milioni 20.8, ambayo inakisiwa wanaweza contribute kiasi cha dola bilioni 400 kwa uchumi wa ulimwengu. Hiyo katika link hiyo mnaweza kupata nini? Kupata reference. Sasa volunteerism ni nini? Kujitolea ni nini? Ni lile zoezi au ile shughuli ambayo unaifanya kwa kutoa, shughuli ambayo unaifanya kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine. Unafanya kwa ajili ya kuwasaidia watu wengine, lakini hutarajii mapato kutoka kwao. Ni ile hali ya kufanya kitu kwa ajili ya kupata, yani jambo tukufu nalifanya kwa ajili ya watu wengine. Lakini katika Uislamu ina maana pana zaidi, na inahusisha juhudi zozote ambazo utakuwa unafanya kunufaisha watu wengine kwa kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ina maana kubwa sana. Tukienda mbele huko tutazungumzia ile hadithi tukufu bwana Mtume wa sallam ambayo amepokea Umar bin Khattab, na nyinyi wote mnaijua, ya nia ya mtu, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratu ila Allah wa rasulihi fa hijratu, mpaka mwisho. Hadithi ndefu kabisa hiyo. Nia ina nafasi kubwa katika thawabu mtu kupata na reward kutoka Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Nini maana ya hii volunteerism au kujitolea katika lugha ya asili ya Kiarabu, ili tupate maana haswa ya Uislamu kuhusiana na swala hili la volunteerism? Asili yake ni neno la Kiarabu linaloitwa tatawwu. Tatawwu imetokana na neno tatawwa, yani kujitoa, na inahimizwa, inathibitishwa na aya tukufu ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala inasema faman tatawwa fa huwa khairun lahu. Hawa nitauliza swali hili waliohifadhi, kisa kwa sababu hatuna watu waliohifadhi hivyo, ningeambia waniambie ni aya gani na sura gani, quiz hiyo ambayo mchukue mfanyie kazi nyumbani. Faman tatawwa fa huwa khairun lahu, atakayetoa au atakayejitolea, atakayefanya ya ziada ni khairi kwake. Sasa ni jambo la ziada, si ndio? Kwa sababu na kazi yako ambayo unafanya full time, si ndio? Alafu una volunteer part time, si ndio? Huwezi kuvolunteer full time halafu huna mapato, unaishi vipi? Si ndio? Ndio maana Kiarabu kimekuja tatawwu, kitu cha ziada. Faman tatawwa fa huwa khairun lahu, atakayefanya la ziada basi upata ziada na thawabu zaidi. Sasa imetokana na neno tawwa hii. Ukiangalia kamusi ya Kiarabu, Ibn Manzur ni kamusi ya Kiarabu, na kuna vitoholeo vimetoka sana katika neno hili tatawwu, ambayo moja wapo tunaingia kwenye extreme sasa ya kufanya kazi ya kujitolea. Moja wapo ni tanaful, inatokana neno nafila. Katika lugha ya Kiarabu nafila, na najua maana nafila, mashekhe wengi hapa na ustadhat wengi, nafila maana yake nini? Nafila, naam. Sema kwa sauti daktari. Naam, sauti, nisikie sauti yako. Nafila example. Mwingine? Mwingine? Hizi swala zote ambazo naam, shaka wangu. Swala za sunna. Na karibia sana. Ni swala za sunna. Ni swala za sunna, faradhi au za sunna? Tofauti faradhi na sunna ni nini? Ambayo sio lazima. Unafanya kwa khiari ziada ya ile ya lazima. Sawa. Tanaful imetokana na neno nafila, kufanya kitu cha ziada.
Na ndio maana siku ya kiyama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala baada ya kuhesabu swala zetu za faradhi zimekaa vizuri sawa sawa, safi, mpata thawabu. Hazijakaa vizuri, zinachukuliwa zile za nafila sunna kuongezewa pale, zijazie mapengo yale yaliyopungua huko, nikusaidia zaidi. Neno lingine inaitwa ihsan. Na nyinyi mnajua ihsan. Na mnajua hadithi tukufu ile ya ihsan. Na nakumbuka ile hadithi. Nikumbushe. Hadithi tukufu ya ihsan, hadithi kubwa sana. Miaka 10, 20 nyuma ukizungumza na watu wa sampuleni, wataalamu wa afya, swali hili singeuliza kabisa, kwa sababu najua walikuwa hawajui kitu kabisa. Lakini sasa hivi mtu huko Muhimbili anasoma na kuhifadhi Qur'ani, mtu huko Muhimbili na anajua Kiarabu tofauti. Zama zile singeuliza swali hili, lakini sasa hivi nauliza kwa sababu naamini kuna wataalamu ambao dini iko vizuri, lugha ya Kiarabu iko vizuri. Ihsan, hadithi tukufu ya ihsan. Na nakumbuka hadithi ile, muabudu Mwenyezi Mungu kama vile unamuona, na kama humuoni basi anakuona, sio? Nakumbuka hadithi hii. Ni maana haswa ya ihsan. Walipokuwa nakuja Jibril amekaa na Mtume sallallahu alayhi anamuuliza kuhusu dini, na Jibril anamwambia Mtume Mwenyezi Mungu, wewe unajua zaidi muulizaji kuliko mimi nayeulizwa. Akauliza ihsan, akajibu kwamba ni kumwabudu Mwenyezi Mungu kama vile unamuona. Of course hatumuoni, sio jamani? Lakini ujue yeye anakuona. Ile imani ile ikakita katika nafsi yako kwa Mwenyezi Mungu anakuona, utafanya mambo makubwa zaidi. Ihsan. Na ihsan hata katika kuchinja katika Uislamu kuna ihsan, perfection, ina fulani perfection. Waliurih dhabihatahum, Mtume Mwenyezi Mungu anasema hata uchinjaji wako ule usitumie kisubutu. Kama unamchinja kuku, unamchinja mbuzi, unakuwa unamuumiza, unachelewa kumchinja, unakaa muda mrefu, unakaa umchinja nusu, hebu ndio nileteni kisu, anakaa naumia, anateseka. Unatakiwa mara moja. Sehemu ya ihsan, sehemu ya extreme ya tatawwu, kufanya kitu kwa hali ya juu zaidi. Ingine ni ithar. Katika lugha ya Kiarabu ithar, hii ni kipeo cha hali ya juu ya kufanya kitu kwa kujinyima wewe kumfadhilisha mtu mwingine. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anielezea, akiwaelezea wale masahaba watukufu walipokwenda Madina, wakatoka wengine wakatoa mali zao, mpaka wengine wake wakaacha baadhi, wengine waoe. Mwenyezi Mungu akasema yuthiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, na huyatoa yale wanayoyapenda, pamoja kwamba wanayapenda yao wao zaidi, huyatoa kwa hapa watu wengine. Ithar maana yake unafanya kitu ziada ya kwamba hata kile ambacho nakitaka wewe unampa mtu mwingine. Hiyo ni aina fulani extreme ya kufanya nini? Kufanya volunteer. Na hii kuna hadithi nyingi zinaelezea watu waliovuka katika hali kama hii. Kwa mfano hadithi moja tukufu ya historia, watu wamepigana katika vita na watu wanatamani maji ya kunywa, kila mmoja naomba maji, naomba maji, naomba mmoja. Watatu wameomba maji. Akampa mtu wa kwanza aliomba maji, akasema hapana mwenzangu, naomba mpe. Kampa, anarudi kwake yule kashafariki, na anaenda kumpa yule amefariki, na anasema mwingine msimpe, mpe fulani. Amfika fulani amefariki, wote wamekufa, na kila mmoja kwa anatamani mwenzake apate, yeye asipate kabla yake. Unaona extreme ya utoaji. Hii sasa hii inavyopewa mambo, kila kitu kuna upeo wake. Kila ukiwa na ucha Mungu utafanya vitu kwa ziada, kwa uwezo na imani uliyokuwa nayo. Kwa hali kawaida tunazungumzia hii atatawu, volunteer ya hali ya kawaida. Maana haswa ni ile kutoa muda wako, kutoa juhudi yako, nguvu yako, studies ulizokuwa nazo, elimu yako, rasilimali uliyokuwa nayo, vipao uliokuwa navyo kwa ajili ya nani? Kutaka radhi za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hebu tuangalizie ukhti yetu, tuangalizie hiyo reference ya aya inasemaje. Sura pili, Sura Al-Maida aya pili. Maida aya pili. Tusome.
kwa sauti, ikiwezekana ukipiga tajwidi hapa utafurahi zaidi. Au kiratil, maki hapa watu wanajua tajwidi ni ya kughani ile shikanalia na nini. Hapana, ratil, pole pole, tulivu. Unapata Sheikh mwingine alifungua, jamani. Unajua sisi tunaamini kwamba ukiwa daktari Muislamu au mtaalamu wa afya Muislamu, wewe ni dai. Dai maana yake unajua maana yake? Wewe ni mlinganizi katika fani ile kwa watu wengine, na katika uhusiano na Uislamu katika mambo yale na mengineyo. Tunaamini ni hivyo. Ukiwa ni mtaalamu tu, wewe ushakuwa ni dai katika fani yako. Dai katika fani yako. Daia kama ni mwanamke, mwanamume anaitwa dai. Yaani mlinganizi katika fani yako. Tunaamini hivyo. Nyie ni walinganizi. Sasa hizi lazima muwe nazo nyenzo hizi. Ndio rejea zetu kuu. Soma Sheikh. Soma. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ya ayyuhalladhina amanu la tuhillu sha'airallahi wala ash-shahral haram ولا الهدي ولا القلائد ولا آمن البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاون الإثم والعدوان. واتقوا الله إن الله شديد العقاب. وتعاونوا على البر والتقوى. Zote za mwanzo tunaweza kuziacha, lakini tunataka ni hii kipande hichi. Shirikianeni katika mambo ya kheri, ya uchamungu, mema. Wala mshirikiane katika mambo ya uovu na maasi. Wattaqullah, mwogopeni Mwenyezi Mungu mpaka mwisho wa aya hii tukufu. Tumefahamiana? Unaona tunapata nini katika swala volunteerism? Kwamba unatakiwa ufanye jambo la kheri, ni jambo la kheri, si jambo la shari, si jamani? Sura 76 sura Al-Insan, hal ata al-insani hinun min dakhil lam yakun shay'an madhkura, aya ya 8. Wayut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Kwamba nyinyi mnafanya kazi ya kuwasaidia watu hawa, hamtaki nani? Hamtaki malipo kwa watu. Nataka Allahu khairi au nini? Malipo yako yataishia duniani. Kwa Mwenyezi Mungu hamna tena. Lakini Mwenyezi Mungu atakulipa maadamu tu umefanya kwa ajili yake. Sawa? Twende katika sura 22 sura Al-Hajj aya 77. Tunataka upate maana sawa? Hii itakusaidia kuona kwamba jambo hili unalifanya kama katika misingi ya dini, jambo la dini. Sura 22 sura Al-Hajj aya ndio ambayo inatakiwa isomwe sasa. Tuendelee kuyafuata haya moja kwa moja kupitia katika hii kabla yake sura Al-Anbiya na baada yake sura Al-Mu'minun. Health service. Kabla Al-Anbiya baada Al-Mu'minun, ile katikati Hajj. Mashekh nani yuko tayari? Ndio maana nikasema Dr. Mgaya kwamba muda wa saa moja unitoshi. Mimi kunipata masaa matatu hayanitoshi. Twende hiyo muda uliopangwa. Ndio muda uliopangwa tutakwenda nayo. Naam Sheikh mpimbe Sheikh hapo. Alladhina sauti Sheikh. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. Nafanyeni mambo mazuri huenda mkaongoka. Sawa, usibili kwamba mtapata manufaa na kuongoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na mtu yule ambaye anataka kufanikiwa katika mambo mengi, hata kama na mgonjwa wake anataka apone, na Mwenyezi Mungu ndio mponyaji, kwamba nyinyi mnafanya kazi za sababu tu, kisababu kiambali lazima tufanye 1 2 3 4, sawa, lakini pamoja na mwisho ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hata wakati ambapo kuna magonjwa ambayo haiamini kama mtu atapona, kadri Mwenyezi Mungu anafanya kazi zaidi kuliko sababu na tiba mlizokuwa nazo, si ndio jamani? Wakati ule unapofanya mambo ya ziada kumfanya mgonjwa wako au mgonjwa mwenyewe kufanya baadhi ya mambo kwa karibu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wakati mwingine na historia nzima inaonyesha miujiza Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya kumwokoa yule mtu wakati mwingine.
Ndio la'allakum tuflihun, na maana kubwa zaidi. Kwa muone kufanya mambo mazuri, basi ikawa ni muujiza kwako na mafanikio mengi sana kwako. Katika hadithi ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, bila shaka mnajua misingi ya sheria. Qur'ani msingi wa pili wa sheria ni sunna, ambao ni hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Msingi wa tatu ni qiyas, wa nne ijma, mpaka mwisho huko tuko mbele katika mambo maqasid sharia. Mtume Mwenyezi Mungu anasema ahabbu an-nas ila Allah ta'ala anfa'uhu lin-nas, mtu mwenye kupendwa sana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni yule mtu ambaye anayependwa na watu, na yule mtu ambaye anawanufaisha watu. Wa habbu al-a'mali ila Allah Ta'ala suratu tudkhiluhu ala muslim, na jambo zuri, tendo zuri linalopenda Mwenyezi Mungu ni ile furaha ambayo unamuingizia ndugu yako Muislamu. Na hakuna furaha kubwa ambayo mnafanya nyie na mfanye kazi yenu jamani kwa ikhlas, na thawabu kubwa kuliko fani nyingine yote ulimwenguni. Thawabu mlikuwa nayo kubwa sana. Mimi kama nakuja taabani afu nashukuru Mwenyezi Mungu, yani mashallah, Mwenyezi Mungu kama ni yako ni njema, kuona kwamba mimi nafanikiwa na napata thawabu kwa Mwenyezi Mungu. Nyinyi karibu sana Mwenyezi Mungu kuliko watu wengine wote. Inna ma yakhsha Allah min ibadihi ulama, yani wataalam, wasomi wakubwa ndio ambao wanabudi kumwogopa Mwenyezi Mungu zaidi kuliko watu wengine, kwa sababu wanaona miujiza Mwenyezi Mungu katika kufanya baadhi ya mambo yao ya kitaalam. Yani ile hali ya kumuingizia ndugu yako furaha ni tendo kubwa ambalo Mwenyezi Mungu analipenda. Au takshifu anhu kurba, au kumuondolea matatizo, au taqdhi anhu dainahu, au kumuondolea madeni aliyokuwa nayo, au tutrada anhu jawan, au unamuondoshia njaa kama ni maskini. Wali ana amshi ma akhin fi haja, Mtume Mwenyezi Mungu anasema, angalia maneno ya Mtume Mwenyezi Mungu, lao mimi nikitoka na mtu nikaenda kumfuatilia na kumtekelezea haja yake na matatizo aliyokuwa nayo, ahabbu ilayya min ana atakifa fi hadha almasjid, yani Masjid Nabawi sallallahu alayhi wasallam fi almadina almunawwara, ni bora kwangu mimi kufanya itikafu katika msikiti huu wa Mtume, msikiti wangu wa Madina, kwa muda wa mwezi mzima, na kwenda kusaidia katika jambo lako mathalan, ni bora kuliko kufanya itikafu ya mwezi mzima katika msikiti huu. Na mnajua thawabu ya kuswali katika msikiti wa Bwana Mtume sallam kuliko misikiti mingine, thawabu yake nini katika rakaa moja? Hiyo assignment yenu mtaangalia huko. Wa man kaffa ghadhabahu satara Allahu awratahu, na yule mtu ambaye atazuia ghadhabu zake Mwenyezi Mungu atamstiri, hatomfedhehesha. Manake awratahu katika lugha ya Kiarabu, aura manake uchi, manake kwa jumla kama hatomfedhehesha. Wa man kadhama ghaidhahu, katika lugha ya Kiarabu ghadhab na ghaidhi ni kitu kimoja kwenye maana kubwa, lakini ghaidhi ni ile ghadhabu kubwa zaidi. Basi Mwenyezi Mungu atamstiri. Walau shaa an yamdhihi amdhahu Allah ta'ala, basi Mwenyezi Mungu akitaka kufanya, basi Mwenyezi Mungu atafanya vile anavyotaka. Raja yaum al-qiyamah, wa man masha ma akhihi fi haja hatta yatahillahu athbata Allah qadamahu yawma tazulu aqdam, na akiendelea kumsaidia ndugu yake, basi Mwenyezi Mungu itathibitisha miguu yake katika siku ya kiyama, ambapo miguu itakuwa inateleza, haitothibiti, maana kwa shida, ghadhabu na matatizo, basi Mwenyezi Mungu atampa utulivu zaidi. Unaona hadithi hii ilikuwa tukufu zaidi. Tunaenda hii tafsiri yake, tuende mbele. Unafahamu jamani, hadithi tukufu Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam na thawabu ambayo mtu anapata katika kufanya mambo kama haya ya kheri na haswa ya volunteer. Mitume wote walikuwa ni volunteers, na Mtume sallallahu alaihi wasallam akihadithia alivyokuwa volunteers anasema, nilikuwa nawafanyia kazi watu wa Maka, kuwachungia mbuzi wao, wanyama wao. Sometimes wakinipa baadhi ya vijipesa vidogo, sometimes wakinipa, lakini zaidi kwa kujitolea. Ni kazi ya wito, kazi ya mitume, kazi ya madaktari, kazi ya wito, kazi ya walimu, kazi za wito. Hizi kazi za wito jamani, maslahi yake sio makubwa hivyo, lakini makubwa ambayo wewe unayafanya kwa ajili ya Mwenyezi Mungu ni makubwa zaidi kuliko ile maslahi ambayo unayapata. Hizi ni kazi za wito ambao hayalipiki, ni wewe kujituma kwako tu. Ukirejea katika Surah Al-Anbiya sura 21 aya 73, hebu mmoja angalia 21:73. Na mitume hawa sio kwamba walikuwa watu ambao wanajitolea, lakini walikuwa wanahimiza watu kujitolea. Historia imejaa mifano mikubwa sana mambo haya. Katika mambo haya ukisoma historia ya Uislamu, kuna mtu kaipata hiyo Anbiya 21:73? Pata sasa.
Isome sauti. وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. Waja'alna aimma yahduna bi amrina, tumejalia ni viongozi ambao wanaongoza kwa maelekezo yetu. Mwisho anasema wakafanya mambo mema na mazuri zaidi, kwamba hawa mitume ni viongozi ambao wameshushwa kufanya yale walioamrishwa na Mwenyezi Mungu, wanafanya mambo mazuri, wana hivi na hivi na hivi na hivi. Sawa, hapa tunazungumzia kwamba volunteerism ni fadhila kubwa sana, ni kitu tu na tukufu, kwamba masaa bilioni ambayo yanatumika katika shughuli za volunteer, na viongozi wetu wengi sana ulimwenguni wanahimiza swala hili la volunteerism. Wengi sana wanahimiza katika swala hili la volunteerism, na ndo katika Uislamu imekuja sana, kwa maana bi amwalihim wa anfusihim, kwa mali zao. Sasa katika Uislamu ni tofauti, inaenda zaidi, sio time unatoa na effort peke yake, kwa mali yako vile vile na nafsi yako vile vile, na extreme yake ni mbaya zaidi katika masala ya jihadi, kwamba uko tayari kufa kwa mali yako na nafsi yako, kutoa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hii ni extreme nyingine moja hapo ya kujitoa kabisa mhanga kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tunazungumzia katika hali ya kawaida, kwa sababu alislam dini wasatan, tunazungumzia ni moderate religion, ni dini ya kati kwa kati. Hatuendi kwenye extreme huko. Extreme ni ziada ya mtu binafsi, lakini sio hukumu ya watu wote. Hatuwezi kugeneralize katika extremism, lakini ni hisia ya mtu binafsi na uchamungu wake. Historia inaonyesha masahaba watukufu kama mfano Uthman, Umar, Abu Bakar walivyokuwa wametoa mali zao na nafsi zao. Wakati fulani Waislamu walipoenda kupigana vita vya Tabuk, Uthman bin Affan alitayarisha jeshi zima, vipando, chakula, zana za kivita, alitayarisha yeye mwenyewe binafsi kwa fedha zake. Kiasi gani kubwa hichi! Na Mtume baada ya maneno yake akamwambia maneno makubwa sana Uthman, hutodhurika baada ya wewe leo hii, yani utodhurika mambo mengine na utakufa ni Muislamu mzuri kabisa, manake wewe Uthman tena basi. Na Abubakar alipotoa mali zake zote, Mtume akamwambia umeachia nini familia yako? Akasema nimemwacha Mwenyezi Mungu na mtume wake. Na Umar akatoa mali yake nusu. Hii ni extreme ya wacha Mungu. Wa zamani wa Marekani F. Kennedy ana msemo maarufu sana ambao unasema ulimwenguni, usiulize nchi yako na kufanya nini, lakini wewe jiulize wewe unafanya nini nchi yako. Sawa? Na kwa sababu sisi tunaishi katika nchi na ni nchi ya watoto Waislamu na wasiokuwa Waislamu, sisi tunaifanya vipi nchi yetu? Lakini tuna zoom in, tunaangalia Waislamu wenye shida zaidi tunawafanyia nini, si ndio jamani? Okay, tuende mbele Dr. Tunaendelea katika ile fadhila, vichu za volunteerism. Muda wangu kiasi gani? Kitano 10 30. Okay, sawa. Ukisoma katika, naomba tuangalie sura 73, sura Al-Muzammil. Ifatum min alladhina ma'ak wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahar alima an lan tuhsuhu fataba alaykum faqra'u ma tayassara min al-Qur'an علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا nampeni Mwenyezi Mungu, kopesheni Mwenyezi Mungu kopesho mzuri. وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا. yeye ndo mwenye khairi, atoa ujira mkubwa zaidi, hakuna ujira zaidi ya ujira ambao anatoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa unapofanya kitu kwa ridhaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ujira wako ni mkubwa sana. Sisi tu ni kwa sababu tujui kwamba kiama kitakuwa vipi, na tupati watu waliokwenda kule wakarudi wakatuambia mambo yalivyo kule, ndio imani yetu haijulikani vizuri zaidi. Kweli ujira tutapata kule au tupata ujira? Lakini wewe ambao utafanya vitu vizuri kwa kutarajia ujira ule na ikawa kweli ukapata,
hizi assumptions jamani, na muombe Mwenyezi Mungu atusamee na assumptions kama hizi, lakini assumptions tunasema sawa. Tunashumu kwamba hivi kama umefanya jambo la kheri alafu kaenda kule ukakuta kwamba ni kweli unalipwa, sio? Lakini wewe hujafanya jambo la kheri na ukakuta kwamba kweli kheri wanalipwa kule na waovu wanalipwa, hasara itakuwa kwa nani? Kwa yule ambaye hajafanya. Tufanyeni mambo ya kheri, hata kama imani yetu haijafikia daraja hiyo, lakini tufanye mambo ya kheri na ujira mkubwa kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tena ujira wenyewe unaanzia duniani jamani, wala hata sio mbali, tukuja kuona kwa benefits. Sasa kuna maadili ya volunteerism jamani, sio kwamba volunteerism upo katika Uislamu hamna maadili. Kuna maadili yake. Kuna nini? Yale maadili yake, ethics, etiquette zake za kumfanya mtu awe huu tunasema kwa anafanya volunteer kama Muislamu. Kuna maadili. Maadili ya kwanza kwamba hii ni jambo ambalo linataka kufanyika lakini bila kubagua. Unapofanya volunteerism usibague. Bwana unafanya volunteerism dokta bana, unakwenda sema nitakuwa Islamu tu hapa. Wewe katika nchi useme kitu kama hicho. Uwezi. Kwa sababu ni hao ni wananchi wote wanahitaji. Na Uislamu umedhamiria wakati mwingine hata ufanye zaidi kwa asiyekuwa Muislamu, kwa kuonesha ubora wa Uislamu ulivyo na fadhila za Uislamu ulivyo. Na hii dini ni rahmatan lil alamin, ni rehema kwa walimwengu wote. Dini imekuja kwamba ni rehema kwa walimwengu wote. Maana kuja kwa Uislamu imekuwa ni watoto wapate raha ya Uislamu, si kwa Uislamu peke yake. Sisi tuulize Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala mpaka na Uislamu wetu wenyewe tu. Tujifurahisha tu sisi Waislamu tu. Hatutaki wengine wawe Waislamu. Hatuwatamanishi na Uislamu. Sawa? Sasa jambo la kwanza kutokuwepo na ubaguzi. Na Qur'an inasema kabisa katika sura An-Nisa aya ya kwanza kabisa pale. Sheikh, hebu tuangalie sura An-Nisa aya ya kwanza. Sura ya 4 An-Nisa. Ya ayyuha, ndo Mtume Mwenyezi Mungu ana msemo mmoja maarufu anasema, sadaka kubwa zaidi ni ile mtu mwanamume kumpa tonge mke wake, lukma kumpa mke wake. Sadaka kubwa zaidi ni ile kumfanyia kitu kizuri nani? Hiyo sadaka kubwa zaidi number 1 ambayo inaanzia nyumbani. Chukueni hiyo mkafanya analogical deduction kwamba hiyo ikiwa na kwa mke basi nani mwingine anaendelea kuwa baada hapo. Ni naanza kwa mke jamaa kama Mwenyezi Mungu anavyosema. Tunaendelea. Hebu tuangalie sura Al-Baqara 215. Yasalunaka madha yunfiqun qul yasalunaka wanauliza watoe nini? Sema yasalunaka madha yunfiqun qul ma anfaqtum min khairi falilwalidain wal aqrabin, yale ambayo mtatoa ya khairi bora nzuri zaidi falilwalidain, kwa wazazi wawili, wal aqrabin jamaa wa karibu, relatives, wal yatama, mayatima, wal masakin, maskini, wabni sabil, wapita njia, watu safiri wanaosafiri. Wama taf'alu min khairi fa inna Allah, na yote mnaofanya katika khairi basi Mwenyezi Mungu ndio mjuzi. Kama jamani mfahamiana. 3 yule namba 2. 3, Uislamu ni dini ya kati kwa kati. Hapa jamani ndio kwenye matatizo ya ulimwengu. Tunaona Uislamu nabaya na kuua watu kwa jina baya kwa sababu tu hawajui Uislamu vizuri. Ni dini ya kati kwa kati. Ukisoma katika sura Al-Baqara aya 103 tusome, wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu shuhadaa 'ala an-nas wa yakunu ar-rasulu, yani kwamba umefanywa kwamba ni umma wakati kwa kati, iwe ni mashahidi kwa umma zingine wa yakunu ar-rasulu 'alaykum shahida, na mtume anakuwa shahidi kwamba hivi nyie ISIS mfanya Uislamu sio Uislamu. Endelea. wama ja'alna al-qiblata allati kunta 'alayha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasul. Ni hapo ambapo tumezungumzia ummatan wasatan, kwamba ni umma ambao hautaki extravagances, extremes, kwamba usizidishe sehemu moja kwa kuiumiza sehemu nyingine. Sawa?
Usidishe katika uchamungu sana ukaacha kutafuta riziki. Ndio wapi mfano huu wa mfahamu hili. Kuna watu watatu walimjia mtu Mwenyezi Mungu akasema mimi nitafunga daima. Mwingine anasema mimi sintoa. Mwingine akasemaje mimi? Je, mnakumbuka? Mimi nitafunga moja kwa moja. Mwingine anasema sitoa. Mwingine akasemaje? Nini taswali? Mtume akasema mimi ndo mcha Mungu wenu zaidi jamani. Mimi ndo mcha Mungu wenu. Naoa sawa. Nafunga nafungua na swali napumzika. Mimi ndo mcha Mungu zaidi. Tunaona extreme hizo. Tumeona nakatazwa. Siku moja Umar bin Khattab alifika msikitini akamwona mtu amekaa asubuhi mchana jioni yuko afanya ibada tu. Akamwambia vipi? Chakula chako unapata wapi? Akasema mdogo wangu kakaangu ananiletea. Akasema kako ni bora zaidi kuliko wewe katika ucha Mungu. Toka kafanya kazi. Mfahamiana? Huyo ndo wapeni yani ule wakati wa Uislamu. Na kwamba ni moderate religion. Sawa jamani? Na mifano mingi sana. Hiyo ni mada pekee yake kabisa. Ni dini ya kiasi. Dini ya utekelezaji. Dini ambayo matendo ya mtu yanamfanya mtu avutike na kufanya mambo ya kheri vizuri zaidi. Tunaendelea katika ethics, maadili. Maadili mengine ni kwamba hakuna, na hili linawahusu sasa hivi, hakuna volunteer mwenyewe ambaye atajisifu na atajifaragua, mimi ndo volunteer mwenyewe number 1 jamii bora, mimi ndo mwenyewe bwana. Sawa, hataki kujifaragua kwa juhudi anayofanya, kwa elimu anayotoa. Sawa, ajue kwamba nafanya fi sabilillah, ajue nafanya kwa nini? Kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sifa nyingine ni kwamba, kwa maadili mengine ni kwamba asifaragua, asijisifu. Ufanya kazi usijisifu kabisa. Ukisikia jamii bora, mimi ndo volunteer number 1 pale. Sawa, Mwenyezi Mungu atakulipa. Useme chochote, fanya tu kazi. Hakuna volunteer mwingine ametakia accuse employees. Jamani, kuna tatizo baina volunteer na employees. Kwa mfano, mimi katika taasisi yangu wakaja volunteer watatu tunafanya kazi. Tunafanya kazi kunishinda mimi kwa mfano. Asiacha kusema bana, wanalipo tu bure hawa. Mimi nafanya kazi kuliko hata wao. Na mimi sijibu. Sawa. Kama msije ukafika sehemu kasema na inawezekani bana kuna mtu yuko full time pale ofisini bana alipo. Jamii bora. Mimi nafanya zaidi. Sifanye hivyo. Mtaharibu kila kitu na lengo lote ambalo nimekusudia mtaliharibu kabisa. Sawa? Hakuna mtu volunteer ambaye atachukua kazi au title kwa ajili ya kujionyesha. Vinginevyo atakuwa ni mnafiki. Na ayatul munafiki 3. Hadithi ya Mtume anasema alama za mnafiki ngapi? 3. Na nakumbuka. Sasa moja tu moja. Alama za mnafiki. Idha akizungumza husema uongo. Maana yake pili, idha utumina khan, akiaminiwa hufanya khiana amana. Mwingine 3? Naam. Wa idha wa'ada akhlafa. Hivyo. Sawa, aminiki, anatoa ahadi, atekeleze ahadi. Na ugonjwa ambao tunao sisi Waislamu. Jamani, tufike time fulani tumeahidiana kabisa. Okay, sawa sawa. Lakini unajua kwamba imeandikwa saa 2 nitafika saa 4 mimi. Hii ndani ya tunasema sote. Point mbaki sote kama Waislamu. Na tatizo ni moja katika alama mnafiki. Okay? Hakuna volunteer ambaye achukue akubali kazi anapewa lakini hana uwezo wa kuifanya akakubali. Haitakiwi. Ukipewa kazi na ukiwa na uwezo wa kuifanya, ifanye vizuri. Huna uwezo, sema kabisa sina uwezo wa kuifanya kazi hii. Sawa. Sema kabisa sina uwezo. Kwa sababu mwisho wa siku utakuwa unaulizwa kwa jambo ambalo kumbe huko na uwezo nalo. Na mwingine anakubali kuwa volunteer lakini hana muda wa kufanya shughuli hiyo. Lakini kwenye register ya jamii bora yupo fulani bin fulani. Lakini hata siku moja yeye kufanya jukumu alilopewa kufanya. Haya maadili jamani. Benefits sasa hivi. Tumesema kwamba kuna vitu ambavyo unapata lakini hukusudii kwa kupata hivyo. Lakini imekuwa by the way. Wewe unakusudia radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. By the way unafanya benefits zipo nyingi tu zinatokea. Sawa? Benefits nyingine ni kwamba kuna vitu ambavyo unapata lakini hukusudii kwa kupata hivyo. Lakini imekuwa by the way. Wewe unakusudia radhi za nani? Za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. By the way unafanya
nyingi experience ya mtu alifanya kazi ya volunteerism anaziona kabisa hizo. Baadhi yenu nitaka kuuliza hapa, kila mmoja ana miaka ngapi ya kuvolunteer? Taulizeni baadaye kidogo. Capacity building soft skills. Kwa njia ya kuvolunteer, kwa mfano hii ambao nyie mnaonekana au ndio volunteer kwa bora. Alhamdulillah. Tunaanza kupata soft skills. Sio jamani? Wale wengine ambao hawajafika ambao sio volunteer, kuna tofauti inaanza kuonekana Kuna positive change through individual and community. Of course, wewe kufanya na kufanya wewe utapata, na wewe kufanya watu wengine itapatikana kitu hicho. Huduma fulani ambazo zina matatizo mtakuwa mna feel gap ile ambayo ipo mtai feel, kama kazi ambayo Jamii Bora imefanya kubwa sana huku, shangaza watu 12,000 wahudumiwa kwa siku moja, kazi kubwa sana hii. Participation, sense of participation na kushirikiana tunapatikana. Sawa, haya mengine mnasoma wenyewe. Sawa, tuende mbele, tutapata summary yake mbele. Angalia wenyewe asome. Hapa kuna summary ya impact katika community, impact katika economy na impact katika social, na impact katika health vile vile. Naona sio jamani? Ili ndio kwa muda dakika ngapi? Dokta 2, 5, 6, 17. Haya. Sawa jamani, simeona nayo? Mmesoma benefits hizo, si ndio? Okay. Hii jaribu kukusanya kwa watu experience waliofanya kazi hizi, kwamba ni benefits gani ambazo zinapatikana. Tuende mbele dokta. Haya, hapa tukae kidogo. Ile summary ya benefits zote zile ziko hapa. Katika society, kwa mfano katika economy, tumeona economy ulimwengu inavyochangiwa, si ndio? $400 billion katika uchumi wa ulimwengu, si ndio jamani? Kwa maana nyinyi mkifanya kazi za volunteer katika Jamii Bora, mmechangia kiasi gani? Atakayekuleta bwana dokta hapa, ataangalia ukhti hapa au akhi hapa, mtoma saa 10 kwa siku. Lao kama nitamlipa mtaalamu huyu katika hali ya kawaida, ile ya wastani ya kawaida, so maximum average ndamlipa kiasi gani? Mfano ndio itoma saa 10 wataalamu wenyewe 70,000 hii kwa sababu haya chukua 50,000. Sawa, umefanya hivi kwa mwaka, umetoa masaa mangapi? Dada ametoa masaa mangapi kwa mwaka? Na calculate hivyo wastani wa kawaida tu, si ndio? Amune katika hali ya juu zaidi 50, mtakuwa umetoa kiasi gani kuichangia Jamii Bora? Amuichangia Jamii Bora. Jamii Bora tu ni kitaasisi kimeweka katikati pale kuwaweka nyie mwe karibu na beneficiaries ambao nani? Waislamu, si ndio jamani? Lazima muwe tuna hizi taratibu za kufanya kazi, tunafanya katika taasisi, usifanye mwenyewe ukatokea huko. Impact yake inakuwa ndogo. Fanya taasisi kama hivi ngumu kubwa inafanyika na inaipo katikati taasisi. Wewe hapa taasisi ili kuwafikia wale walengwa, si ndio? Piga hesabu kwa mwaka mzima. Tukutana mwakani inshallah utatoa hesabu hiyo. Wamechangia milioni ngapi kwa Jamii Bora? Kwa maana wamechangia uchumi wa Tanzania kiasi gani? Si ndio? Si uchumi wa Tanzania, si ndio? Sisi pate Tanzania. Jamii Bora, alafu kachukuliwa SMV na wengine, tukasema sisi Waislamu wataalamu wa afya na wale jai, mfano wale jamii akhlaq Islamia kule na Ocean Road Muhimbili na sehemu nyingine, tukasema wataalamu wa afya na watu wengine wote wanaosaidia katika mambo haya, tumechangia bilioni 5 katika uchumi wa Tanzania. Tunapeleka kule wizarani, naambia jamani, angalieni kwa sawa na asilimia ngapi ya mchango wetu katika uchumi wa nchi. Jamani, hapa mashaallah bana, basi 0.5 labda. Sawa, si ndio? Hiyo moja hapo. Hata kuna economic impacts, kuna social impacts, kuna strengthening social connection. Sisi tukikuwa majumbani mwetu na kila mmoja anafanya kazi katika hospitali yake, katika maabara yake, katika kituo chake cha afya, na tujakutana hivi kama Jamii Bora, kufahamiana kwetu kupatikana. Wataawanu albirru wattaqwa, wataawanu ithmi waludwan. Takaful katika lugha ya Kiarabu inapatikana katika njia hii. Takaful ni ile hali ya kushirikiana
ikafikia mpaka kusaidiana nyewe kwa wenyewe, ndio inaitwa takafu. Hii inapatikana katika njia hii ya si ndio? Impact. Community inakuwa ni strong. Community ya Kiislamu inakuwa strong. Kuwa na hizi NGOs, NPOs wengine wanasema, civil society organization, third sector organization, zinapokuwa nyingi, jamii inakuwa na nguvu. Na wakati mwingine ni pressure group kwa serikali inafanya mambo tofauti na yanavyotakikana kufanyika sometimes. Sasa wenzetu wamefanikiwa kwa sababu gani? Hizi NPOs wanazo nyingi sana, maelfu na maelfu wanazo. Sisi zetu chache sana, hatuna nguvu kwa sababu hatuna hizi. Tulikuwa tunazo nyingi hizi, tulikuwa na nguvu katika jamii. Sawa. Sasa hizi zinasaidia sana enhancing civic engagement, yale watu kushughulika katika mambo ya kijamii, mambo ya kisiasa. Yani kwa mfano leo tunasema tunataka tutumie nguvu moja kama pressure group jamii bora. Jamii bora inawezekana na wengine wakashirikiana katika hilo. Of course number 6, delivering excellence public goods and services. Tunatarajia kwamba madaktari wa jamii bora watakuwa madaktari wazuri kwa sababu nia nzuri zaidi. Hawataraji kupata mapato peke yake. Sasa impacts kwako wewe mwenyewe kama volunteers, wewe unapata nini? Mbali na kwamba unafanya kitu kwa ajili ya ridhaa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumridhisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ambao ndio lengo kuu la kwetu. Unachokipata zaidi ya hapo, unapata training, career assessment, resume yako inaitengeneza zaidi, mpanua. Kesho mimi kuingia katika ofisi yangu kwa mfano, nataka kuajiri kama mtaalamu au mtu mwingine anataka kufanya kazi. Maana wataalamu wa afya wanasoma, sio lazima uishi kwenye utaalamu, unaweza kwenda kuingia katika management, wengine katika IT wakaenda huko. Kwa mshangaa, huyu bwana vipi kasomea kitu fulani katika mambo mengine, unakuja kwangu. Mimi jambo la kwanza mtu atakuuliza, nitangalie historia yako kwa volunteer. Mimi kwa kigozo kubwa sana ya kukuchukua. Kama mtakuwa mmekosa sawa, wewe na fulani, wawili mko sawa kila kitu. Added advantage ambayo utakuwa nayo wewe kama volunteer kiasi gani. Na hii itashinda katika vitu vingine tu ambavyo unavyo. Labda hata mweza kupita baadhi ya vitu vingine. Hii itakuwa na kitu kikubwa sana. Sasa ile resume unaipanua project. Hiyo faida yako zaidi. Of course internal rewards, social recognition. Labda mwakani leo tena jioni kuna awards ya nini? Certificate award, Unatoa certificate na recognize baadhi ya watu. Hiyo moja katika benefits, ndio jamani. Certificate usidharau hiyo. Sisi zamani tulikuwa tunafanyisha watu camp, youth camp ilipokuwa sekondari na vyuo. Nilikuwa nasimamia vitu hivyo. Wale vijana baada ya muda miaka kadhaa, mimi katika taasisi zingine wanatuletea zile vitu vilivyohudhuria. Nilikuwa naona fahari sana. Naambia bwana huyu bwana tampa nafasi kwa cheti hichi. Vingine vyote sawa, lakini hichi kimezidi zaidi ya mwenzake. Tampa hii. Sasa hii inasaidia. Lakini bila shaka sio lengo lako. Sawa. Hii by the way inakuja. Self esteem. Jambo la msingi sana. Ridha ya nafsi yako mwenyewe. Unaridhika na unachokifanya? Watu wengi wameshindwa kudumu katika kazi kwa sababu hawaridhiki na wanachokifanya. Na watu wengi wameridhika na kazi pamoja na kwamba maslahi duni kwa sababu wanasema imenifikisha pale ninapotaka. Na hakuna kitu muhimu sana katika volunteerism kama passion. Hizi ni pamoja passion. Passion ni ile hisia ya ndani ya mapenzi ya kitu. Sio hobby, tuseme hobby, una hobby yako nini? Inaweza kuwa imetokana na hobby labda ya kupelekea katika passion, lakini passion ni kikubwa zaidi. Mapenzi yako ndani, unaona ladha, unafanya kitu unaona ladha, unaenjoy. Sio unatibu watu kumenunu umekasirika, kazi gani hii? Watu gani hawa? Umeona? Umenunu umekasirika, ukitoka umekasirika, ukienda nyumbani umekasirika, ukirudi kazini umekasirika, hupendezi kabisa. Umenuna tu, daktari una furaha na watu. Sio passion, kumbe ile kazi kama umelazimishwa tu. Kweli akili nzuri mpaka umekamata vitu hivyo umefanya kazi ile. Unaweza kuwa na kipaji kikubwa sana lakini huna passion. Una passion. Na unaweza kuwa kitu una kipaji sana lakini passion nayo. Lakini passion itakusaidia kufikia katika kipaji cha jambo fulani. Kwa sababu una nini? Passion. Sasa sio kwamba watoto waliofanya vizuri wakawa madaktari wana passion, haina maana hiyo. Mimi kabisa paka kazi ni kabisa kusikia ile kazi. Si ndio jamani? Passion ni kitu muhimu katika kudumu ile kazi ya kujitolea. Health benefit.
Katika ripoti ya Corporation for National and Community Service ya Marekani, of course ya Marekani, ripoti kubwa sana ambayo nimeipata. Bwana umenisaidia sana kupitia kusoma vitu vingine. Sipendi kwanza mambo kuja sana kuzungumza na watu. Nimekuwa mzito siku hizi. Lakini umenitoa ofisini nikaamua sasa hapa mimi nakutana na madaktari hapa, lazima niangalie ziada ninachokijua. Katika ziada ninachokijua ni hii, nilipata hii. Health benefit. Kumbe ukifanya kazi muda mrefu na ukiwa mtu mzima kama mimi mtu mzima kiumri, lakini ni kijana kushinda wengi wenu kichapa kazi nasemea. Sawa? Kama sema daktari. Wala si sifu, lakini naamini hivyo. Sababu unajua vijana wengi walikuwa ni wavivu. Inampa mtu nini? Faida kubwa sana. Namrudi depression ya hali ya huzuni, ni wataalamu najua maneno haya. Huzuni, matarajio mabaya, hata ile magonjwa mabaya ya kuhisia kwamba unaumwa tu, hypochondria, utamani kesho utakufa, nitaumia, najisi vibaya. Inakupa unakuwa ni mtu ni optimistic. Unatarajia mazuri tu. Kesho ita kheri kubwa unapata kesho. Mashaallah, kesho mtu mambo mazuri. Sawa? Kwa mtu mzima inamsaidia sana. Hii naomba mtaipitia, lakini mtapata kwamba faida kubwa unayopata unapokuwa mtu mzima zaidi katika volunteer ni kubwa zaidi. Na nimefanya research ikawachukua watu makundi ya watu ambao wamevolunteer kama watu wazima, wameangalia kwa muda mrefu zaidi, na wale hawajavolunteer. Imeonekana kwamba wale waliovolunteer hata rate mortality kwamba wanaishi miaka 5 ziada ya wale ambao hawajavolunteer. Of course wa Marekani. Au Marekani. Wanaishi ziada wale ambao hawajavolunteer na mwingine haya. Au nafikiri nitampa Dr. link nitaangalia ili muangalie kwa undani zaidi. Hapa sio sehemu yake. Hebu twende mbele zaidi. Hapa lazungumza kitu kimoja. Nitamani leo nije na binti zangu wawili. Nikamuuliza daktari, lakini hajaona message yangu usiku. Na nafasi ya viti nileta watu wawili waje kukaa kusikiliza tu. Lakini ukunijibu kwa sababu najua ulikuwa busy. Watu daktari mko busy sana nyinyi. Hii nazungumzia malezi na volunteerism. Malezi na volunteerism. Yaani sisi hatujalelewa ki-volunteer, si ndio? Ingawaje kuna vitu vingi ambavyo tumelelewa. Hatuvijui kwamba vinasaidia katika volunteer. Nakumbuka zamani tukienda msikitini Ijumaa. Mzazi anakupa hela maana katoe. Wengine hapa mnafanya kwa willing yenu, mapenzi yenu, mmeenda kutoa sadaka msikitini. Ile njia nzuri ya kumfanya mtu awe volunteer baadaye na apende kutoa. Kuna watu kutoa sadaka na kutoa nafsi zao na mali zao katika mambo ya kheri hawapo. Huu ni msiba mkubwa sana na Uislamu. Na wanasali swala 5 kabisa, lakini umuhimu wao upo katika nafsi zao. Na mtu mwenye uwezo zaidi nafikiri apokee zaidi kuliko kutoa. Sensi ya kutoa zaidi inakupa faraja zaidi kuliko kupokea. Na furaha zaidi. Hafu kwamba unaangalia faida unayopata wale wapo na watu, unakaa unalia, unafurahi, machozi ya furaha. Alhamdulillah. Sawa. Sasa nazungumzia malezi. Hawa watoto wetu jamani, tunao majumbani. Nyinyi ziko na wadogo zenu. Au wengine kama ni watoto, shaka na watu wakubwa. Tuwafundishe. Tuwapeni hela watoe. Muda wao tujitoe kuwasaidia wengine katika homework, katika tuitions. Fanya toa. And again, hapotezi kitu. Sasa binti yangu alikuwa form 2. Akaenda kwa Dr. Amir Binzo pale JPM hospitali hapa Kagera. Nakaa sio mbali na pale. Akaenda kwa muda wa miezi kama 6 hivi. Likizo yake anakwenda pale katika maabara pale. Anajifunza namna ya kuchanganya ili kucheki kupima malaria si nini na nini. Of course anafanya science save from 3, anapenda masomo sana, yuko vizuri. Ule muda ambao amekaa pale kajifunza vitu vingi sana. Si kama anajitolea, yeye anaenda kujifunza, si ndio? Lakini ndio mwanzo kujitolea. Kwa sababu gani? Baada ya muda ataona kwamba inabidi na mimi ni toe taaluma yangu kama nilivyokuwa nimesaidiwa, si ndio? Lakini vile vile na wale walimpa fursa ya kufanya kitu kama kile na kuweza kujifunza zaidi. Ndio tunasema recognition. Akaandikiwa bwana hii certificate, hatuwezi kuisoma vizuri, acha ikae hivi kwamba katika maelezo yanaandikiwa bwana huyu bwana
watoto wamekuja kufanya kitu hivi, kajifunza vitu vingi, lakini kasaidia hospitali yetu. Binti anafurahi, na mimi nimefanya msaada fulani. Sawa. Analea katika malezi ya kwamba naweza kufanya mengi na mengi zaidi. Nampa nini? Utulivu na kujiamini. Jamani, katika msiba ambao tunao katika jamii yetu ni swala la kujiamini. Mabinti zetu, watoto wetu wa kiume, wadogo zetu, watoto wetu hawajiamini kabisa. Hatuwape fursa. Upande wa pili, kwa sababu wana NGO nyingi zinazofanya kazi katika mambo kama haya, fursa ni nyingi. Aidha huku mitaani, hata makanisani. Tufuta misikiti yetu. Misikiti yetu ni kwa ajili ya ibada na kuondoka zetu. Lakini wao wanafanya mengi zaidi hapo. Hasa watoto wao wanakuwa na confidence kwa sababu wanakutana na watu wakubwa. Wanakaa wanazungumza nao kila mara. Sisi hakuna kitu kama hicho. Kuna gap kubwa zaidi ya watu wazima na wasomi na watoto. Hakuna role model, hamna. Mimi nitakuwa nani kama nani? Hawakutani naye. Hata una mwanasiasa mpia kelele huko, na kwa sababu Muislamu na hajitambui basi. Mwisho, hizi ni rejea ambazo nimepata kuangalia katika kuangalia mada hii. Zaidi kuna taasisi ya Ghadan Consulting Company. Nafanya nao kazi taasisi. Inashughulika na volunteerism, social entrepreneur na community leaders program. Mambo mengi wameshughulika nao katika mambo ya volunteerism na vitu kama mambo, pepa nyingi katika mambo kama haya. Nafikiri nikipata wasaa natafuta reference ambazo nazo nikupa ili mweza kwa mtu ambaye anataka kuona zaidi nafanya nini. Kwa ufupi, haya ndio ambao Mwenyezi Mungu kanijalia niweze kushirikiana pamoja nani leo hii. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.